Jeuli ya Simba ipo kimataifa. Vibaya kabisa. Yani pale ndio unajua kweli hapa kuna wanaume kutoka Tanzania. Hapa kuna wanaume wanatoka Afrika. Simba Sport Club. Dada, yani nasema hivi, ligi ya mabingwa inaanza. Kama kweli Yanga atafika hatua ya makundi, basi njoo kwangu nikugee $100,000. $100,000 taslim. $100,000 taslim. $100,000. Kama Yanga atafika kwenye hata hatua za makundi, njoo kwangu uchukue $100,000 taslim. Msimu huu ligi ya mabingwa barani Afrika. Msimu huu naizungumzia tena ligi ya mabingwa barani Afrika. Kama Yanga atafika kwenye hatua za makundi, njoo kwangu. Kivuka zile hatua, njoo kwangu chukua $100,000. Mimi Tunda ogopa Mungu na teknolojia. Siogope hata Mungu, najiamini. Nilifanya interview siku ile na Latifa, nilimwambia natoka pale na meza maisha yangu na Tunisia pale. Nafunga goli 2, nafuka nashika nikaambia Latifa, kama Yanga atavuka kwenda robo finali, njoo kwangu uchukue pesa. Wanacheza Zanzibar na maiza kwa Mkapa. Akaniambia Tuna, nimekubali. Hiyo 50 baki nayo. Nilimwambia hawezi. Si tunajua mbinu wanazozitumia. Huku nimeweka laki. Najiamini kwamba Young Africans atoboi. Hawezi kutoboa. Hawezi zile mbinu kule. Yeye ataishia hapa kwenye ardhi ya Tanzania, atatamba hapa na rangi yake ya kijani. Hapa ndio mwisho wake. Hana sehemu nyingine ya kutamba Young Africans. Yanga hii ya engineer. Huyu engineer ambaye anasema anajenga pale uwanja. Engineer bwana, wewe ni kweli ni engineer, alafu ni rais. Anasubiria tu muda wake wa kura ufike, alafu vifusi vitaendelea kukaa pale Jangwani. Muda wa kura zake kipigiwa tu kura, vifusi vitaendelea pale. Na sisi tunataka ile eneo lisiendelee kujengwa kwa sababu tutaenda kujisaidia wapi sisi wana Simba, wekundu wa Msimbazi? Tunataka kwenda kuchimba daha. Unafahamu masiara. Tukichukua tu ngao ya pale, ngao ya jamii. Pale mnatuma salamu mapema pale kwamba kuna jengo la jengwa. Unafanya masiara uchaguzi. Tarehe 12 mnyama, tarehe 13 anamkia. Pale kabisa, tarehe 12, 13 tuko pale. Yani tutatamba mpaka walijenge. Huu mpira wa Tanzania ni siasa. Tuletewa Manzoki hapa. Kipindi cha uchaguzi. Manzoki nchi ngumu, siwezi kuhama. Tuletewa Manzoki hapa kipindi cha uchaguzi wa Mangungu. Na msajili Manzoki akaja hapa mbwembwe kibao. Huyo Manzoki hatujamuona alipopotelea. Kila akipiga simu Manzoki, Mangungu aokoti zile simu. Kila akimpigia simu, bwana mimi nilikuja tu kwa ajili ya uchaguzi bwana. Unacheka, nikuleta kwa ajili ya uchaguzi. Kweli uchaguzi wa Manzoki unamwona? Sasa engineer anataka tena urais. Atakwambia nashinda kujenga kiwanja. Yoyote atakemtaka kwenye dirisha kubwa la usajili, lazima engineer atamleta kwa sababu anataka apate tena kile cheo chake. Wana Yanga wenyewe wanasema hawana kipingamizi na engineer. Sasa watampinga vipi? Wakimtaka Okelo analetewa. Kwa sababu mafanikio wanayapata. Wanajua wana siri. Engineer ana siri anaificha wewe. Siri gani? Anajua mwenyewe. Sitaki nitamke. Kuna siri tu. Sasa unahisi itakuja kufichuka? Ipo siku isiyokuwa na jina, mashabiki wa Young Africa, macho na masikio wataona. Mwenye kusikia atasikia na mwenye macho atatazama mbele. Yule ndo engineers. Unaambiwa kila na kipofu usimshike mkono. Ukila na kipofu usimshike. Ndo engineers anavyofanya kwa mashabiki wa Young Africans. Yanga wanaumia ndani kwa ndani. Ndani kwa ndani. Ipo unamwona mzee Magoma anavyoongea yule? Yule haongee utani, yuko serious kabisa. Anaongea kitu anachokifahamu. Sasa toka usajili umeanza. Ushasikia ameshasajiliwa na Young Africans. Yanga sio anaenda kimya kama kocha naye. Ilikuwa wamchukue Fadro lakini wakashindwa. Hela ni ndefu. Wakaenda kumchukua Mafungu ya Nyanya. Chukue na huyu pelekeni. Akawasaidieni huko. Tunda, mnyama Simba anaendelea kutamba kule Arusha. Tarehe 25 mwezi huu wa 7 tunakufanya jambo kubwa la kimataifa ambalo lijawahi kutokea, uzinduzi wa jezi na siku ya Simba Day. Jambo kubwa halijawahi kutokea. Kama si tunaenda Arusha mbuga za wanyama. Wao wanaenda huko Katoro, sio Katoro kwa gate, Katoro
Geita huko tutagawana miji. Tutaonyeshana ubavu nani zaidi. Jerut tajiri mwenyewe, kazi kubwa anaifanya. Jerut anakuambia hii jezi ya msimu huu 2026 kuja msimu 2027 ni jezi ambayo haijai kutokea. Kama jezi 2025 2026 imetuletea makombe mawili, basi msimu huu makombe yote mtalamba. Jerut anasema hivi, hii jezi imekuja na riza mbili ya msimu 2026 25 kuja 26. Hii 2026 kuja 27 inakuja na ndege. Sasa ndo utajua hii unaenda kunaenda mboga za nyama ukitaka kuipata jezi ya Simba. Lazima ukamwone Simba afu ndo uivae. Haki ya Mungu unavyosikia hivyo. Sasa tunauza hiyo Simba tunampata wapi hapa? Hapa da tunampata wapi hiyo Simba? Jerut anakuja na mkakati mkubwa. Jerut anataka kuleta mpaka ndege wachezaji. Sijui, yani Simba anataka kuwa kama piramidi vile. Unakuja hapo unaenda kucheza mechi ukimaliza unaondoka zako. Mapipa, hataki vyakula vya Simba mmejipata. Tuna tajiri. Nishakwambia kuna boss na tajiri. Hapa tunamzungumzia tajiri Jerut, mzabuni wa jezi za Simba Sport Club. Tunda neno la GSM Yanga bingwa. Sasa wasi matapeli, usinitajie matapeli wa mji hao. Hapa nazungumzia tajiri ambaye anazungumza kwa vitendo. Tajiri ambaye anasema mimi nitaleta kitu. Niambie barani Afrika timu gani ambayo imeleta riza mbili kwa wakati mmoja? Yanga wanakuambia tajiri yao hana tamaa. Tajiri yao? Hana tamaa. Sasa nikwambie kitu. Mimi siwezi kumzungumzia sana GSM. Ndio wale njia zao mojenzia za panya tapaka yupo. Ndio wale. Mimi namzungumzia mtu ambaye anaongea kwa vitendo. Kwenye mkataba wa Jerut alikwambia kwamba nitaleta gari ya wachezaji design ya Riza. Si ndo manake? Akaambia kwamba nitawajengea kiwanja. Sasa kaleta Riza mbili kwa mkupuo. Tajiri hazungumzi, yani haongei tu Yanga bingwa, Yeye anakuambia nitatimiza. Wewe utapa ubingwa kila siku atatembea kutembea kwenye vile vikokoteni vyao. Yanga bingwa, ubingwa na utangaza wapi? Heshima ya kuwa timu bora barani Afrika ni kuwa na mali zinazokuzunguka ambazo zenye hazi ya timu uliokuwa nayo. Simba ina hazi ya kutembea kwenye zile gari. Simba inatakiwa ipate kiwanja chenye hazi ya jina lake. Kama inavyonguruma barani Afrika, Simba inatakiwa kuwa na kiwanja ambacho kinamsababisha kwamba aitwe Simba. Jerut yuko katika hizo kazi ya kutuletea hivyo viwanja. Tunda, msimu huu kelele zilikuwa nyingi na vidole walikuwa wananyoshewa marefali wetu kutokana na baadhi ya makosa ambayo walikuwa wakiyafanya. Watu wengi washazoea makosa ya kibinadamu. Tunaelekea sasa katika msimu unaofuata tarehe 12 tumezungumzia hapa ngao ya hisani ambayo mnaenda kuwakutanisha na Young Africans. Yani kuhusu marefari ukiniambia unanitonesha kidonda. Yani kuna marefari hata nikitamani nikikutana nao barabarani. Ama zangu ama zao. Yani kuna marefari siwezi kuwasahau kwenye maisha yangu. Wale wanaotufanya sisi msimu huu wametufanya sisi tusichukue ubingwa wa ligi kuu. Msimu huu ndio wametufanya. Unaona refa leo tuchezesha kwenye mechi ya kombe la muungano kule. Ni muungano kule Selemani Mwalimu alifunga goli la penalty. Selemani yule refa angekuwa ni refa wa Kitanzania ile penalty asingeitoa. Wallahi nakuapia ule refa angekuwa ni wakina Kayoko, wakina Irisasi, wasingetoa. Kina Kayoko, wakina Irisasi, wakina Mwichui wanatuumiza sana mashabiki wa Simba. Wanatunyima amani. Kama kweli kuna kitu kinachoendelea kwenye mpira wetu wa Tanzania, kama kweli marefari wetu wanataka wafike mbele wakachezeshe mechi za mbele barani Afrika, basi wanatakiwa watende haki kwenye huu mpira wa Tanzania. Waache kuzipendelea hizi timu za Tanzania. Kama Simba kafanya makosa basi adhibiwe. Kama kweli Yanga kafanya makosa adhibiwe. Lakini hawa marefari hawa hapana kwa kweli. Tarehe 12 mwezi wa 8 tunahitaji refari kutoka Uganda, kutoka Zambia, kutoka Mozambiki, hata kutoka Morocco. Hawa wana undugu na Engineers, hatuwataki. Hawa kutoka Morocco wana undugu na Engineers, hatuwataki. Yule rais wa Morocco yule ana urafiki sana na Engineers, hatuwataki. Kama Simba anataka marefali kutoka bara gani? Labda Morocco, yani tunazungumzia South Africa, tunataka Mozambiki, Uganda, Kenya. Mbona kwa lazima tumchukue huko? Hata Egypt mbona wapo? Kwa nini tunachukua huko kutoka Morocco? Kuna siri gani kutoka Morocco? Kuna siri gani hapo katikati marefari wa Morocco na hapa Tanzania? Kuna siri.
Tumeletewa marefa Morocco hapa, tukanyimwa penalty. Tumenyimwa penalty. Huyu marefa kutoka, hatutaki marefari kutoka Morocco. Mbona marefari wako nchini nyingi jamani, mpaka tutoke Morocco? Watuletee hata wa Kenya alichezesha juu, tunamtaka. Kwenye dabi. Wenye dabi. Tunamtaka. Shukrani sana Tunda. Haya, poa, tuko pamoja. Haya.